Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika kipindi kingine tena cha Bible Study. Vipindi vyetu vya Bible Study vinaletwa na kanisa la Umoja lililopo Dallas, Texas. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali kingine tena cha kuweza kujifunza neno la Mungu kwa kutumia njia ya mtandao. Vipindi vyetu vya Bible Study vinakuwa hewani kila Alhamisi kuanzia saa 1 mpaka saa 2 usiku, na Alhamisi ya mwisho wa mwezi tunakuwa na kipindi maalum cha dakika 90 cha maswali na majibu. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa kupata nafasi tena ya Alhamisi ya leo kuweza kujifunza neno la Mungu. Na bila kuchelewa, ningeomba nimkaribishe Brother Jerry Mkoni ili aweze kuingia atupe utaratibu wetu wa vipindi vya Bible Study, na ndipo tuweze kuanza kipindi chetu rasmi. Karibu Brother Jerry. Amen. Asante sana Dr. Priska Mshana akizungumza mubashara kutoka Dallas, Texas, makao makuu ya ile huduma yetu ya Umoja International Outreach Church. Kipindi ni cha Bible Study, na siku leo basi tunamshukuru Mungu kwa kutupa sehemu ya pili ya somo ambalo tulikuwa tumeanza wiki 3 zilizopita. Somo lile basi kama kumbuka vizuri, title yake ilikuwa ni roho bora. Sehemu ya kwanza ulisikia ile tarehe 20 ya mwezi wa 3, and then Alhamisi iliyopita hatukuwa hewani katika sehemu ya pili ya somo hilo kwa sababu ilikuwa ni kipindi kile cha mwisho wa mwezi cha maswali na majibu. Lakini leo hii basi tutaingia katika sehemu ya pili na ya mwisho ya somo letu hili la roho bora. Funzi siku ile pati ya kwanza na leo pati ya pili ni mwalimu Glory Show kutoka pale Arusha, Kilimanjaro, Tanzania. Na namuona kabisa yuko katika line, tamkaribisha mtafiti yao. Kumbuka basi nafasi yako nyingine ya kuwashimasi, karibisha wengine watatu wawili popote pale walipo, ukitaarifa kwamba kipindi chako cha Bible Study kwa lugha ya Kiswahili kinachowajia kwa sana kanisa moja kipo mwani. Katika sehemu ya kwanza basi tujifunza mambo mengi sana. Moja wapo katika hivyo basi tulijua kwamba kuna njia ambazo zinaweza kama chachu ya kuwa na roho bora. Moja wapo ilikuwa ni kumcha Mungu, ilikuwa utakatifu, ilikuwa ni utii, uaminifu, unyenyekevu na uvumilivu. Na tulisoma vitabu vingi, lakini mtumishi alianza na kitabu cha Danieli 7:15 akiweka foundation yake pale. Sasa leo basi katika sehemu ya pili kama kusema, namshukuru Mungu kwa mnamuona yupo hewani, ameamka kule nyumbani aliko sasa hivi saa 9 alfajiri, lakini yupo hewani tayari kabisa katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha roho bora. Basi nichukua nafasi kumkaribisha mtumishi wa Mungu Mwalimu Glory Show katika madhabahu yako haya ya Bible Study Umoja Church. Ataanza kutufungulia kwa sala jioni, atakuwa summary kidogo ya pale tulipoishia sehemu ya kwanza, na ataingia katika sehemu ya pili ya mwisho ya somo letu hili. Kufunzi Mwalimu Glory Show, karibu sana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Mnanisikia wateule wa Mungu? Amen. Sasa unasikika vizuri kabisa. Asante. Naomba nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mungu wa mbinguni kwa kunipa neema ya kuwepo kwenye madhabahu ya Bible Study siku ya leo. Namtukuza Mungu kwa wote walioko kwenye line. Natambua uwepo wa watumishi wa Mungu wote mlioko kwenye line. Mungu wa mbinguni awabariki sana sana. Karibuni nyumbani mwa Bwana. Naomba tuombe ili tuweze kuendelea na kipindi. Mtakatifu, mtakatifu, Baba wa majeshi, hilo ndilo jina lako. Mbinguni na duniani hakuna aliye mtakatifu kama wewe, wala mwenye sifa ya kuwa na utakatifu kama wa kwako. Ndio maana tunaponyenyekea mbele zako Bwana, tunaliinua jina lako takatifu, tunalitukuza jina lako takatifu, maana ndilo lililotukuka mbinguni na duniani. Nasi tumesogea mbele zako Jehova, tumekuja mbele zako Mfalme. Roho Mtakatifu, wewe uliye mwaminifu na wa haki, wewe uliye mwalimu mwema kwetu, tunahitaji useme na sisi Bwana, tunahitaji useme na nafsi zetu, sema na akili zetu, sema na fahamu zetu. Baba, tunakuhitaji. Ni wewe peke yako uwezaye kutufundisha usiku wa leo, kwa asubuhi ya leo, kwa majira tofauti, mahali popote tulipo. Baba, tunanyenyekea kwako. Jehova, tunanyenyekea kwako. Mfalme, tunanyenyekea kwako.
Sema nasi Roho Mtakatifu, sema nasi Baba wa mbinguni, sema na kundi lako Jehova, sema na watoto wako Mfalme, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tunakualika uchukue nafasi. Na nyenyekea Baba wa mbinguni, kakitumia kinywa changu kwa ajili ya utukufu wako, ili ukainuliwe wewe, na kanisa lako likainuliwe, na mwili wako ukainuliwe. Asante kwa kila aliyoko kwenye hii laini. Ninamweka mikononi mwako Jehova. Naomba ukafungue moyo wake, naomba ukafungue roho yake, ukaachilie maneno yako ya uzima, yakawe uponyaji katika maisha, yakawe uponyaji katika huduma, yakawe uponyaji mahali popote tulipo, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, anza nasi, maliza nasi kwa utukufu wa jina lako. Tawala kipindi hiki Bwana, hekima yako itawale Jehova, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kutukuza Mfalme. Amen. 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 Wapendwa watakatifu wa Mungu, wapendwa wana wa Mfalme, tunaendelea na somo letu la wiki iliyopita, ile nyingine ambayo si hii, wiki moja imepita, ambalo lilikuwa linaongea juu ya roho bora, excellent spirit. Na tulisimamia katika Daniel ule mlango wa 6 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 5. Lakini kuna mambo ambayo tulijifunza, na tuliona kuwa roho bora ni nini, inatoka wapi, chanzo chake ni wapi, na inaachiliwaje kwetu. Kitu cha kwanza tulilojifunza, tulijaribu kutafuta maana ya bora. Tukaona ni kiunganishi cha maneno mazuri, jambo zuri ambalo linaweza kutendeka. Tuliangalia mistari ambayo inaonyesha juu ya maana ya ubora. Tukaangalia kwenye Samueli wa kwanza, mlango wa 1 mstari wa 8, tukamwona Elikana anavyosema na mke wake, yeye si bora kuliko watoto 10. Maanake kiunganishi cha kuunganisha kila kitu kizuri, kama ukwepo, narudia kwa haraka ili kuleta maana ya neno. Lakini pia tukaona kwenye Mhubiri 9:18, ni bora hekima kuliko vita, au kuliko nguvu, au kuliko silaha zote za vita. Maanake ukiwa na hekima, hakuna vita itakayoonekana. Tukaangalia pia kwenye Samueli wa kwanza 15:22, tukaona utii ni bora kuliko dhabihu. Maanake imeunganisha kile kitu tunakiona cha thamani ili kuleta maana bora zaidi. Kwamba tunaona dhabihu ni bora, lakini Biblia inasema utii ni bora kuliko dhabihu. Kumtii Mungu ni bora kuliko kudhamini dhabihu. Wapendwa, tulipopata hilo jambo, tukaangalia pia roho ni nini. Tukaona roho ni pumzi. Tukaona roho ikafananishwa na upepo. Maanake tuliangalia katika kitabu cha Yohana. Tukaona maana ya roho ni nini. Lakini tuliangalia pia tafsiri ya roho kwenye Biblia. Tafsiri ya roho kibibilia kwenye Agano la Kale na Agano Jipya. Katika Agano la Kale tuliona katika lugha ya Kiebrania wanasema Ruach, R-U-S-A-C-H. Maanake na tukaona maana ya roho ni pumzi iliyo hai ndani ya mtu. Na tukaangalia kwenye Agano Jipya
Kiunani wanasema ni Panam, P-N-E-U-M-A. Maana hayo maneno mawili ni kitu kimoja kinachofanana, chenye maana nyingi, lakini maana kubwa ni pumzi yenye uhai ndani ya mtu, inayofanya kazi kwa nguvu kubwa sana, ikajidhihirisha kwenye miili yetu. Na tulisimamia sana ile Yohana mlango wa 3 na mstari wa 8. Tukaona kwamba wakati Yesu alipokuwa anaongea akamwambia, kilichozaliwa kwa roho ni roho na kilichozaliwa kwa mwili ni mwili. Kwamba kilichozaliwa kwa roho, ile roho inajidhihirisha, inaonekana kwenye mwili, kwenye nyama. Na leo tukaangalia mambo mengi yanaongea juu ya roho. Tukaona ni nguvu ya Mungu ndani ya mtu kwa undani, inayofanya kazi kudhihirisha mambo ya utukufu. Yanawezekana kabisa yasiwe ya utukufu, ikaonekana kuna roho nyingine tofauti ndani ya mtu ambayo inaweza ikafanya kazi, lakini tulikuwa tunaangalia juu ya ufahamu wa ndani ya mtu unaofanya kazi. Tukasoma kwenye Isaya 42 mstari wa 5, tukasoma kwenye Danieli 7:15, tukaangalia katika Isaya 42 na mstari wa 1. Hizi sitazisoma maana leo tutakuwa na maandiko mengi tena zaidi. Na pia tuliona kwenye Mwanzo mlango wa 41 mstari wa 8 jinsi ambavyo Farao alipoota ndoto, kilichofadhaika ndani yake ni nini? Tukaona ni nguvu ya roho, na leo tutaiona huku mbele tutakapoenda kusoma. Lakini pia tuliona roho ina maamuzi mengi, na hayo maamuzi yanaazimiwa ndani ya mtu, yanajidhihirisha. Tukaangalia katika Matendo 19:21 ile nia ya ndani. Tukamwona Paulo baada ya kufanya kazi nyingi zilizokuwa na utukufu na watu wakampokea Yesu, akaazimia ndani ya moyo roho yake kwamba nitaenda Makedonia. Wapendwa, tulipoendelea kuangalia tuliona roho ni uzima wa mtu wa ndani. Roho ni uzima wa mtu wa ndani. Tukaangalia kwenye Mwanzo 45 mstari wa 27. Tukamwona Yakobo wakati alijua ya kwamba Yusufu mwanae alikwisha kufa, japo yeye Yakobo yuko hai, lakini roho yake ilikuwa inafadhaika. Aliposikia habari ya kwamba Yusufu yuko hai, roho yake ikafufuka tena, ikawa na nguvu mpya, ikawa na uhai mpya. Akasema ndani ya roho yake, nitaenda kumwona mwanangu kabla sijafa. Nguvu ya roho. Ninatamani kuongea hizo ili tuone maisha tunayoishi yako ndani ya roho zetu. Mambo yanayodhihirisha ndani yetu ni yale ambayo kwenye roho yako ni wewe mwenyewe. Ulivyo, unavyotembea, unavyosimama, unavyofanya, ni roho yako. Ni maamuzi ya rohoni. Tuliona vizuri kabisa kwamba Roho wa Bwana ni Mungu peke yake ndiye anatupaga hiyo roho njema, ndiye aliyeachilia kwetu. Tukaangalia katika Waamuzi 6 mstari wa 34, tukamwona Mungu alivyoachilia roho njema kwa Gideon, akapiga tarumbeta, watu wakakusanya, jambo lilitendeka. Wana wa Mungu, watumishi wa Kristo, tunaendelea kuona roho bora iliyoko ndani ya mtu inavyomsaidia mtu kuwa na maamuzi ya kuyafanya mapenzi ya Mungu. Tuliona katika Kutoka, Kumbukumbu la Torati 3:36. Leo ninatamani, sitaendelea kuongea haya yote. Leo ninaomba tuangalie mambo machache ambayo ni matunda ya roho bora
ni maamuzi ya roho bora, ni kuitunza roho bora iliyoko ndani yako. Naomba nirudie. Hili roho bora iweze kuonekana ndani yako, ili yale mambo ya roho bora yaweze kujidhihirisha ndani yako. Ni kitu gani kinachotakiwa ndani yako? Ni mambo yapi yanayotakiwa ndani yako? Leo ndio tutaweza kujifunza hilo. Lakini tukumbuke, tuliona njia za kuwa na roho bora au kuwa na roho nzuri au kuwa na roho njema. Tuliona njia 6 ambazo kaka yetu Jerry amekwisha kututajia. Ninaomba nizitaje kwa haraka na maana ya ile njia. Kumcha Mungu tuliona ni chanzo. Kumcha Mungu ni chanzo cha roho bora. Mtu yoyote anayemcha Mungu kutoka ndani ya roho yake, nguvu ya roho bora itatawala ndani yake. Jambo la pili katika namba ya Kirumi, utii. Utii ni nguvu ya roho bora. Ndio maana nilisema ni bora utii kuliko dhabihu, maana ni nguvu ya roho bora ndani yako. Jambo la tatu, utakatifu ni njia ya roho bora. Ndani ya utakatifu, nguvu za roho bora, nguvu za roho njema zinatembea, ni njia ya roho bora. Namba 4, uaminifu. Uaminifu ni ulinzi wa roho bora. Unapokuwa mwaminifu, unakuwa na ulinzi wa roho bora, maana kwenye uaminifu ndiko Mungu anaachilia roho yake kuendelea kuonekana ndani yako. Uaminifu kwenye mambo yote, uaminifu kwenye maisha, uaminifu kazini, uaminifu kwenye huduma, uaminifu mbele za Mungu wako, uaminifu pia katika ndoa yako. Uaminifu ni njia ya roho bora. Unyenyekevu. Wapendwa, hii unyenyekevu ni nguzo ya roho bora. Mara nyingi watu ambao wameshindwa kuwa waaminifu, ile roho ya Mungu imeondoka ndani yao. Uaminifu kwenye mambo madogo, uaminifu kwenye mambo makubwa, unyenyekevu kwenye mambo ya aina yoyote ile. Unaponyenyekea, unaruhusu roho bora kufanya kazi ndani yako. Uvumilivu. Wana wa Mungu, tunapovumilia kwa Mungu, kuna nguvu ya roho bora kuweza kufanya kazi. Ninarudia kusema, roho bora ni nguvu ya Mungu ndani ya mtu. Leo tutaendelea kuona unawezaje roho bora kuonekana ndani yako. Naomba nisome katika Daniel, na ninaomba kama kuna mtu ambaye anaweza kuwa mwepesi sana kunisaidia mistari nitakayokuwa naitaja, awe na Biblia, and then mtaniambia. Daniel mlango ule wa 1, naomba nisome mstari wa 8 na wa 9. Neno la Kristo linasema hivi: lakini Danieli aliazimia moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai waliokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa watoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Basi Mungu alimjalia Danieli kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa watoashi. Wapendwa, angalia maneno haya. Danieli aliazimia ndani ya moyo wake, ndani ya roho yake, hatajitia unajisi. Hili roho bora, roho njema ionekane kwako, lazima kujitenga na mambo ya duniani. Hatutafanya mambo ya duniani tutembee kama dunia inavyoenda and then roho bora itawale. Hapana,
lazima uazimie, nitajitenga na mambo haya, nitayafanya mapenzi ya Mungu. Ndicho Danieli alichokifanya. Akaomba, Mungu nipe kibali. Kumbuka amepelekwa kwa mfalme, ale za kifalme, lakini aliona unajisi ulioko kule ndani. Aliona yale mambo yalioko kule ndani. Akajua yuko Mungu aliye hai. Ni lazima kuishi maisha matakatifu. Kitakacho ingia ndani yangu kiwe kitakatifu. Wapendwa, mara nyingi tunapotaka kufurahisha dunia au watu wakubwa, tumejitia unajisi. Lazima tujitenge, tuwe watu wa Mungu, tuishi kama Mungu anavyotaka, tuyafanye mambo ya rohoni. Ili kufanya mambo ya rohoni, amua kuwa mtakatifu. Ili roho yako iwe bora, azimia ndani ya roho yako, nitaishi maisha matakatifu. Wapendwa, Danieli, ni kwa nini leo nitaongea sana juu ya Daniel? Maana natamani tukitoka kwenye hiki kipindi, Baba atubadilishe, tuwe watu wa tofauti, roho zetu zionekane njema, roho zetu zionekane bora, kwa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Tuangalie kwenye Daniel mlango wa 2 mstari wa 18. Kama yuko mtu ambaye ameweza kuwa tayari, ataniambia ili aweze kusoma. Kitabu cha Danieli mlango ule wa 2 ni juu ya jinsi ambavyo Daniel anaendelea kuwa mtu bora wakati wa Nebukadneza alipoota ndoto. Na kumbuka nilianza kuambia kule mwanzo, kinachoumia ni roho. Danieli mlango wa 2 mstari wa 14. Naanzia 17. Ndipo Danieli akaenda kwake, akapasha habari kina Anania, Meshaki na Azania na wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni kwa habari ya siri hiyo, ya kwamba Danieli na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wana wa Mungu. Mfalme kwenye kitabu cha 2, baada ya kuota ndoto, aliita watu ambao wanajua watatafsiri ndoto, lakini Daniel alikuwa na ufahamu. Yeye akwenda kama wale walivyoenda. Yeye alimwambia mfalme, tupe nafasi, twende mbele za Mungu. Mtu yoyote mwenye hekima na busara na roho bora ndani yake, anapoitwa mahali, anakuwa na hekima ya neno la kusema. Kabla ya kusema, anamtaka Mungu na nguvu zake. Danieli walipoenda kuomba Mungu, Mungu aliwafunulia juu ya ndoto ya mfalme, na Danieli alipata tafsiri. Lakini anakuja kwa unyenyekevu mbele za Mungu, za mfalme, kumweleza ile ndoto. Hakutaka kujiinua, alionyesha roho ya unyenyekevu, roho bora. Siku zote niliwaambia unyenyekevu ni nguvu ya roho bora. Alijionyesha unyenyekevu, ya kwamba si kwa nguvu zangu, si kwa uwezo wetu. Mungu mwenyewe ndiye aliye na tafsiri ya ndoto yako. Maanake anaponyenyekea, anadhihirisha kile kilichoko ndani yake ni Mungu na wala si yeye. Wateule wa Mungu, watumishi wa Mungu, wapendwa wa Kristo, leo hii ukipata neema ya kuitwa kuambia wewe, nimesikia ni mhubiri, nimesikia una jambo hili, ni mara ngapi umemtanguliza Mungu? Ni mara ngapi umeonyesha unyenyekevu? Roho bora inadhihirisha nguvu za Mungu kwa mtu, inamtanguliza Mungu, si uwezo wako, si hekima yako, ni hekima ya kimungu. Ndicho Daniel alichokifanya. Wana wa Mungu, tujifunze sana unyenyekevu. Tujifunze sana kumtaka Mungu na nguvu zake. Matokeo ya roho bora kujidhihirisha kwa mtu ni roho ya unyenyekevu. Ni roho ya unyenyekevu. Tunaponyenyekea, Mungu anajidhihirisha. Hebu tuangalie kwenye hiyo Danieli 2
2:28. Danieli 2:28. Lakini yuko Mungu mbinguni anayefunua siri na anayejulisha wafalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa ya siku za mwisho. Angalia neno la Danieli. Yupo Mungu mbinguni. Mara zote roho bora inampeleka Mungu, inamtambulisha Mungu, inatambulisha nguvu za Mungu, inatambulisha uweza wa Mungu. Si akili yako, si elimu yako, si cheo chako, si nafasi yako, si jina unaloitwa nalo. Ninapo mention jina ni ile sifa ya title unayoitwa nayo. Tambulisha Mungu mwenye nguvu na uweza. Hiyo ndio kumaintain ile roho bora ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Wapendwa wana wa mfalme, wapendwa watumishi wa Mungu, siri ya roho bora inaanzia kuwa na roho njema. Siri ya roho bora inaanzia kuwa na roho njema. Ukiangalia katika Daniel 2:30, lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima nilionayo zaidi ya watu wengine walio hai, bali kusudi mfalme afunuliwe hii siri na upate kujua mawazo ya moyo wako, wewe mfalme. Angalia maneno ya Daniel. Lakini mimi sikufunuliwa siri hii kwa sababu ya hekima yangu, ila ni Mungu. Daniel anaendelea kujinyenyekesha. Naomba wana wa Mungu tulioko kwenye laini, Mungu atupe roho ya unyenyekevu. Mungu atupe roho ya kumtambulisha Mungu na si hekima zetu. Hari kama sai, Mungu asimame, aachilie roho njema ndani yetu. Tumtambulishe Mungu. Roho bora ni kumtambulisha Mungu, si akili zetu. Wapendwa wana wa Mungu, tukumbuke kuwa Danieli na wenzake walimpenda Mungu sana. Walifahamu siri ya Mungu sana. Walijua uweza wa Mungu sana. Lakini bado waliendelea kunyenyekea na kutaka nguvu za Mungu zionekane ndani yao. Hebu tuangalie kwenye Daniel 2:49. Daniel 2:49. Ninaruka, ningetamani tukisome kitabu chote, lakini nimechukua ile mistari ambayo itatutambulisha zile nguvu za kumtaka Mungu. Mungu akupe hii roho. Mungu akupe nguvu ya kuweza kusimama kwenye roho ya unyenyekevu. Roho ya Mungu ijidhihirishe ndani yako. Roho bora na njema ijitambulishe mbele za watu. Tena Danieli akamwomba mfalme, naye akaweka Shadraka, Meshaki, Abednego wawe juu ya mambo yote ya wale wa Betheli. Lakini huyo Danieli alikuwa akiketi katika lango la mfalme. Wapendwa, roho bora inatambulisha watu wengine. Roho njema inatambulisha ndugu. Roho bora inataka na wengine watambulike. Angalia Daniel anakumbuka wale aliokuwa anaomba nao. Roho bora ajidhihirishi nilivyoomba, tulivyoomba, kumtaja yule unayemjua kwa nafasi fulani, kwa cheo fulani, kwa kusudi fulani. Never enough. Roho bora inatambulisha, inakumbuka wengine. Ukiwasahau kwa majina, taja kwa kundi. Usikae wewe uonekane wewe. Roho bora inatamani na wengine waonekane. Wana wa Mungu, tukiendelea kuangalia, tunaona ya kuwa ninaomba kusema mambo mengi siku ya leo. Roho bora ni matokeo. Roho bora ni matokeo ya kumpenda Mungu. Tukisoma katika Kumbukumbu la Torati, mlango ule wa 5,
mlango wa 6 mstari wa 5 anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Utakapokuwa na hizo nguvu, roho bora inadhihirishwa ndani yako. Mathayo 22:37 utaona kitu kama hicho. Ukiangalia Danieli mlango wa 3 unaona jinsi ambavyo Mungu anaendelea kuonekana kwa Daniel na wakina Meshach. Falme anatengeneza sanamu, lakini wale watu wanaongea ukweli. Kama Mungu wetu aishivyo, hata useme nini, hatutasujudia hii sanamu. Hiyo ni Daniel mlango wa 3. Wana wa Mungu, haijalishi unakutana na mazingira gani, haijalishi tuliambiwa tuwaheshimu walio na mamlaka, lakini kwa upande wa kuabudu sanamu, inapofika hapo, kataa. Mungu wako atakutetea. Haijalishi kutakuwa na mazingira gani, roho njema inakataa rai kuabudu miungu. Maana yuko Mungu aliye hai, ni lazima tusimame tumtegemee yeye. Mlango wa 3 ni juu ya sanamu. Wakina Meshach na Abednego walikataa. Daniel waliendelea kumwabudu Mungu aliye hai. Naomba niendelee kuongea katika mlango unaofuata, mlango wa 5. Ninatamani kusema, unaposimama kwa utakatifu na kujitenga na kutambua uwepo wa Mungu, jamii watakutambua. Ndugu wataiona ile roho bora iliyoko ndani yako. Naomba nisome kwenye Daniel mlango wa 5 mstari wa 14. Daniel mlango wa 5 ule mstari wa 14. Neno la Kristo linasema hivi. Daniel 5:14. Nasikia habari zako ya kwamba roho ya miungu imo ndani yako, na ya kwamba nuru ya ufahamu na akili bora zimeonekana kwako. Hapa ni baada tena ya mfalme mwingine kuota ndoto. Mke wake anamwambia yuko mtu aliyeonekana kuwa na roho bora, aliyetafsiri ndoto za baba yako. Danieli anaitwa, mfalme anamwambia inaonekana. Kumbuka huyu mfalme alikuwa ameingia kwenye hekalu, akatumia vitu vya hekalu vibaya. Mungu akampa ndoto ambayo ile ndoto ilikuwa inamwangamiza. Ana ufahamu, ajui jinsi atakavyoijua tafsiri ya ndoto. Mke wake akamwambia yuko mtu aliyetafsiri ndoto ya baba yako, na leo anaweza akatuambia. Ndipo akasema Danieli akaitwe aletwe kwake. Mfalme anasema hivi, nimesikia habari zako ya kwamba roho ya miungu walio hai iko ndani yako, na kuwa na akili bora. Mungu akupe akili bora, Mungu akupe ufahamu bora, Mungu akutambulishe kama alivyomtambulisha Daniel siku ya leo, kama utanyenyekea na kuwa na roho ya kumtaka Mungu. Angalia mstari wa 17. Ndipo Daniel akajibu akasema mbele za mfalme. Mfalme hapa naomba nieleze kidogo. Mfalme anamwambia hivi Daniel, leo nimesema tunaongea jinsi ya kumaintain roho bora ndani yetu, na nikaeleza kwamba ni utakatifu na kuishi maisha ya kumpenda Mungu na kumtegemea Mungu kuliko vitu vyote. Mfalme anamwambia ukinipa tafsiri ya ndoto yangu, nitakupa zawadi. Sikiliza majibu ya mtu mwenye roho ya Mungu, mtu mnyenyekevu, mtu mtuivu, anayemtamani Mungu, aliye na roho bora. Danieli anasema, ndipo Danieli akajibu akasema mbele za mfalme, zawadi zako zishike wewe mwenyewe, na dhahabu zako mpe mtu mwingine, walakini nitasemea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri ya ndoto yake.
Ramasaika. Baba akupe hii hekima. Mungu akupe roho bora. Mungu akupe uwezo na ujasiri wa kukataa anasa za dunia na zawadi za miungu. Usimame na Mungu aliye hai. Danieli alimwambia, zawadi zako kaa nazo. Atumuongi Mungu kutupa tafsiri. Atumuongi Mungu kutupa hekima. Ni mara ngapi? Na leo naomba niongee hapa kidogo. Watumishi wa Mungu, Mungu ameweka roho njema ndani yako. Ameweka talent ndani yako. Kwa nini unauza maombi? Kwa nini unataka mtu akupe kitu ndio ufanye kitu cha kimungu? Angalia Daniel, mbele ya mfalme maneno anayotamkwa. Sijui leo ungeitwa na Rais Samia akwambie, nimesikia unavyofanya kazi ya Mungu, natamani ufanye hivi, nitakupa hiki. Sijui ungetamka nini? Wengeweza kunena kama mtumishi wa Mungu Daniel. Wengeweza kuwa na hii hekima. Wengeweza kuwa na hii busara. Unajua vitu vyote ni vya Mungu. Hizi alizo nazo ni vya Mungu. Tusikubali kuachilia utu, kuachilia hekima za kimungu kwa sababu ya mambo ya duniani. Daniel anamwambia, zawadi zako baki nazo mwenyewe, lakini tafsiri hii Mungu alionipa nitaiachilia kwako. Wana wa mfalme, roho njema ilionekana kwa Daniel kabla ya mambo yote. Ndio maana hapa unasikia anamwambia ya kwamba tumeona roho njema ndani yako. Angalia hii Daniel mlango huu wa 5 mstari wa 12. Mfalme anamwambia hivi, kwa kuwa roho njema kupita kiasi na maarifa na ufahamu na uweza wa kutafsiri ndoto na kufunua maneno ya mafumbo, ya kufunguka mafumbo, zilionekana kwa Danieli, huyo ambaye mfalme alimuita. Wapendwa wana wa Mungu, wapendwa wateule wa Kristo, hebu ruhusu roho njema ionekane ndani yako. Mwambie Mungu, natamani roho njema kutoka kwako. Natamani roho bora itoke kwako iingie kwangu. Juzi niliwaongea sana ya kwamba hii roho ni Mungu mwenyewe anaachilia ndani yetu. Na ninajua ya kwamba Mungu amekwisha kuachilia kwako. Lakini tunaporuhusu mambo ya duniani yakatutawala, zile roho zinaondoka. Ile nguvu inaondoka, ule uweza unaondoka, ile neema inaondoka. Leo tujifunze kuirudisha taratibu. Naomba tuendelee. Wapendwa wana wa Mungu, ukiangalia kwa Daniel, kitu kinachokidhihirisha kwake ni kusimama kwa Mungu kwa utakatifu. Naomba kaka Jerry nisomee Kumbukumbu la Torati 34:9. Kumbukumbu la Torati 34:9. Tunatamani sana nguvu za Mungu na uweza wa Mungu ndani yetu. Tunatamani sana kumaintain ile roho bora, ile hekima Mungu aliyoiachilia ndani yetu tulipookoka, ili tuweze kumaintain ishi maisha ya kumtaka Mungu na nguvu zake. Baraka zetu zote, wapendwa, ziko kwa Mungu. Mungu anatutambulisha kwa watu kwa hekima na roho njema na roho bora, kama tutaishi maisha ya kumtegemea Mungu. Ni lazima tujitenge na anasa na vitu vya duniani. Asante, naomba usome Kumbukumbu la Torati 34:9. Amen. Kumbukumbu la Torati 34:9. Nami nitasoma kama ilivyoandikwa. Na Yoshua mwana wa Nuni alikuwa amejaa roho ya hekima, maana Musa alikuwa amemwekea mikono yake juu yake. Wana wa Israeli wakamsikiliza, wakafanya kama Bwana alivyomwamuru Musa. Amen. Akafanya. Naomba soma Hesabu 17 mstari wa 15 na 16, alafu ruka soma mstari wa 18. Hesabu 17, 15, 18. Asante, karibu. Amen. Hesabu 17 umesema?
mstari wa 15 na 16 alafu unisomee 18. Okay. Labda itakuwa tofauti. Ina 15. Hesabu 17. Hesabu nafikiri ni 13. 17 ni 13. Unless kama ni hesabu 7. Naomba ngoja niangalie. Amen. Nafikiri nimeangalia Hesabu mstari wa 27 mstari wa 15. Musa akanena na Bwana akisema, Bwana Mungu wa roho za wenye mwili wote, na uweke mtu juu ya mkutano. Na angalia mstari wa 18 anasema, Bwana akamwambia Musa, mtoe Yoshua mwana wa Nuni, mtu mwenye roho ndani yake, umwekee mkono wako. Sikiliza haya maneno. Tuliposoma kule tunaona kwamba kwa sababu Musa alikwisha kumwekea mikono, lakini huku kwenye Hesabu 27 mstari wa 15 Musa ananena na Mungu, anamwambia wewe ni Mungu wa watu wenye roho, ambaye unajua roho za watu, roho za unyenyekevu, roho zilizo bora, roho zilizo njema. Tupe mtu umweke juu ya hao watu. Mungu anamuonyesha Yoshua. Mungu akutambulishe kama alivyomtambulisha Yoshua. Aione roho yako ilivyo bora, idhibitishwe mbele za watu. Na huku kwa Daniel, kwa sababu alikwisha kumwekea mikono. Wateule wa Mungu, watenda kazi wa Mungu, hili roho yako ionekane bora, ni lazima huwe mtu ambaye unatembea kwenye nguvu za Mungu na uweza wa Mungu. Tunza sana kile Mungu alichokiweka ndani yako. Naomba nisome katika Daniel. Naomba nisome ule mstari wa 3. Sikiliza hili neno. Basi Daniel huyo alipata sifa kuliko wakuu wa walawali, kwa kuwa na roho bora iliyokuwa ndani yake, naye mfalme akaazimia kumweka juu ya ufalme wote. Mungu aione roho yako, aazimie kukuinua na kuweke mahali palipo na nafasi kwa utukufu wake, utakapo maintain ule utakatifu na nguvu za Mungu. Naomba nisome Daniel 16 mstari wa 16. Neno la Kristo linasema hivi. Sikiliza hili neno. Basi mfalme akatoa amri na akamleta Danieli, akamtupa katika tundu la simba. Mfalme akanena na Danieli, Mungu wako unayemtumikia daima, yeye atakuponya. Ni mara ngapi watu waliona nguvu wakasema huyu roho njema iliyoko ndani yake Baba atamponya. Angalia katika Danieli 6:21. Danieli 6:21. Nataka nimalize. Sikiliza maneno haya. Ndipo baada ya mfalme kurudi kumwangalia Danieli, sikiliza majibu ya Danieli. Najua tunaijua historia. Ndipo Daniel akamwambia mfalme, mfalme, uishi milele. Mungu wangu amemtuma malaika wake, naye ameyafumba makunya ya simba, nao hawakunidhuru, kwa kuwa mbele zako mimi nalionekana sina hatia, tena sina hatia mbele zako, mfalme, sikukosa neno. Mungu akakutetee. Mungu akupe neema. Hawashushe malaika wake wakulinde kwa kusimama pamoja naye na kuwa na nguvu ya kuwa na roho yenye kumtukuza Mungu siku zote. Naomba nisome Daniel 6:26. Mimi naweka amri ya kwamba katika mamlaka yote ya falme wangu watu wote watetemeke na kumwogopa mbele za Mungu wa Danieli, maana yeye ndiye aliye hai adumie milele, na ufalme wake ni ufalme usioharibika, na mamlaka yake yatadumu hata mwisho. Wapendwa, simama kwa roho njema, Mungu wako akatambulishwe popote utakapokuwa.
kama vile Daniel alivyokuwa na roho njema mpaka mfalme anamtambulisha kwa dunia yote. Mungu wa mbinguni awabariki. Naomba niache nafasi ya maswali. Asanteni. Karibu viongozi. Wow. Amen, amen, amen. Asante sana mtumishi wa Mungu, Mwalimu Glory Shaw akizungumza mubashara kutoka pale Arusha, Tanzania. Sehemu ya pili ya somo hili zuri la kufikirika na kusisimua, title ikiwa ni roho bora. Tumezungumza mengi katika majuma haya mawili. Sehemu ya kwanza na leo ikiwa sehemu ya pili na ya mwisho. Kwa kweli tumebarikiwa sana, na kama kawaida kipindi chetu cha Bible Study basi huwa tunapata nafasi ya kuchangia ama kuuliza maswali, na ule muda basi umefika kwa sasa. Angalia simu yako ipo katika mute. Tafadhali bonyeza alama ya nyota nambari 6 mara moja tu, itakutoa katika mute, utakuwa hewani. Jina la kwanza pale ulipo, utakupa dakika 2 ama 3. Tunaamini kabisa unaweza kuuliza swali nzuri, na atakayejibu kama atakuwa ni mwalimu wa somo la siku ya leo ama mwingine yote akijaribisha kujibu, atapata dakika nyingine ya leo. Karibu tuingie katika zoezi hilo la maswali na majibu. Changamkia muda. Kama kuna ambaye anazungumza na sija kwa knowledge, inawezekana kabisa kwamba unazungumza katika mute. Angalia simu yako, bonyeza alama ya nyota nambari 6 mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Karibu dangu Josephine kutoka pale Extra. Mimi nashukuru Mwalimu Glory alipotufundisha. Ametufundisha kwa kweli vitu vingi vya hekima vya kusaidia katika hii safari ya mbinguni. Asante sana. Lakini swali langu, kafundisha kuhusu roho bora. Roho bora nadhani ndio hiyo roho nzuri. Je, ni tofauti na moyo mwema au moyo mzuri? Unaposema roho bora na moyo mwema, tofauti iko wapi? Kwa sababu utasikia huyo ana roho nzuri au ana moyo mzuri. Unaposema moyo mwema au roho bora au moyo bora, yani ni kitu kimoja, moyo na roho, au ni namna ya kutamka, au inakuwa vipi yani? Sana Joseph, kwa swali lako zuri kabisa hilo. Nitaanza kwanza kwenye audience kabla sienda kwa mwalimu. Muulize swali, nataka kujua, ukisikia mtu asema ana roho bora ama roho nzuri, mwingine akasema ana moyo bora au moyo mzuri, ni kitu kimoja kinazungumziwa hapo ama kuna tofauti kati ya roho bora na moyo bora, ama moyo mzuri na roho nzuri? Angalia simu yako, alama nyota nambari 6. Karibu. Ukisikia fulani ana roho bora ama ana roho nzuri, ni sawa sawa kusema ana moyo bora au moyo mzuri? Jaribisha kuchangia hapo. Alama nyota nambari 6. Karibu. Okay, basi nitakukaribisha mwalimu kwa muda. Naona watu walijikuna kichwa kidogo hapo. Ulivyosoma somo lako ni roho bora, ni sawa sawa na moyo. Karibu. Naomba nimsomee mstari mmoja wa Biblia au miwili ambayo itampa ufafanuzi mzuri. Nilitaja katika Kumbukumbu la Torati mlango ule wa 6. Naomba nisome kuanzia mstari wa 5. Neno hili nasema, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Naomba nisome katika Mathayo 22:37. Neno la Kristo linasema, akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Moyo na roho huwa zinaambatana. Mara nyingi zinafanya kazi kwa nguvu ya umoja. Tuliona katika Yohana, naomba nifungue Yohana mlango wa 8, nafikiri mstari wa 3. Natamani kujibu kwa majibu ya Biblia. Tunamwona Nikodemu alipoazimia ndani ya moyo wake ya kwamba anatamani kumuona Mungu. Ni neno gani lililetwaje kwa Mungu? Anasema, nilisema maana ya neno ile nguvu ya roho, nikasema ni kama upepo, lakini nikasema ni kama pumzi. Ni kitu kinachofanya kazi ndani ya mtu, ambavyo nguvu yake inafanya kazi kwa pamoja. Hebu sikiliza,
Upepo uvuma uendako na sauti yake usikika, lakini hamjui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Vitu hivi viko ndani. Kwa hiyo ushirika wake kabla ya kufanya jambo lolote, moyo wako, roho yako ndani inaazimia. Huwezi kutenga hizi nafsi. Mara nyingi zinafanya kazi kwa umoja. Ndio maana Mungu anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo na kwa roho yako yote na kwa akili yako yote. Ni vitu vilivyo ndani vinazoshauriana kuyatenda mambo. Hizi ni nafsi za mtu wa ndani. Ni nguvu ya mtu ya ndani. Kwa hiyo unaweza kusema roho yake, moyo wake ulivyo mwema. Ndio maana Mungu anadhihirisha kwa lugha hiyo. Sijui kama nimekujibu dada yangu mpendwa. Labda kabla hajaingia nikushukuru hapo kidogo, kwa kipindi kusubiri kidogo. Nimeona watu wawili line yao zimefunguka, nataka niwape nafasi. Mmoja hapo alikuwa ni Bibi Favor, mwingine ndiye dada Mese. Bibi Favor alikuwa mnyosha mkono mapema, kama uko tayari karibu, hapo nitakuja kwa Mese. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Napenda kumshukuru sana kwa somo zuri mtumishi wa Mungu Mwalimu Gloria. Mungu akubariki sana. Nimebarikiwa mno. Ila mimi katika swala aliyouliza nani Josephine, ameuliza alitaka kujua kitu ubora. Ubora na ameuliza ubora na unyenyekevu katika vitu hivyo viwili. Anasema kuna utofauti. Yeye alitaka kujua utofauti, kujua ubora. Ninavyoamini. Inawezekana kuna sehemu kidogo alikuponyoka. Alitaka kusema kwamba matumizi ya neno moyo na matumizi ya neno roho. Ukisikia msema kwamba huyu ana moyo bora na mwingine anasema huyu ana roho bora, je, ni kitu hicho? Sasa yeye alitaka kujua hivi vitu hivyo viwili ni kitu kimoja. Jibu sasa. Roho, matumizi ya neno roho na matumizi ya neno moyo bora. Sasa moyo na roho anataka kujua ni kitu hicho ama sio kitu hicho? Ndio maana yake alitaka kujua hicho. Mimi naona hapo mtumishi wa Mungu alivyojibu, naona hajapata jibu sahihi. Maana kunaweza kusema naomba nitambulishe tena kwa njia hii. Labda kabla hujarudi mwalimu samani, ngoja Bibi Favor amalizie pointi yake hapo. Sehemu gani ambapo Bibi Favor unaona kwamba hatukuzungumza kama moyo na roho ni vitu viwili tofauti? Unaweza kusema hiki kitu kina ubora. Kitu kina ubora. Sio hii roho ina ubora. Hiki kitu kina ubora. Namuelewa Bibi Favor. She's right. Endelea, sawa. Mimi na nani kwa hilo swala alilouliza Josephine. Nakuja dada Mese. Labda kuna kitu kimoja. Weka kwenye mabano neno bora, weka kwenye mabano neno safi. Muuliza swali anapokunwa ni pale moyo, neno moyo linapotumika na neno roho inapotumika. Je, ni kitu hicho? Moyo na roho ni kitu hicho? Nitarudi kwako, niende kwa dada Mese. Moyo na roho. Amina. Je, ni kitu kimoja ama vipi? Ngoja niende kwa Mese afu nitakuja kwako. Mese. Kwa uelewa wangu ninachojua kwamba moyo moyo unawakilisha either roho au nafsi. Ina maana kwamba roho na nafsi iko moyo. Kwa sababu hivi vitu vyote vinafanya kazi ili kupeleka hiyo ufahamu katika moyo. Kwa hiyo najua nafsi ikiwepo ilikuwa ni moyo na roho. Kwa hiyo nitaka kuambia kwamba roho
na au nafsi ni sawa, iko kimoyo. Kwa hiyo ina maana kwamba roho ni kitu kingine, kwamba roho ndio inapeleka katika moyo, yaani vile ambavyo nafsi yako inavyosikia ndio inapeleka kwa moyo, kwenye moyo. Roho yako inavyosikia ndio inapeleka kwenye moyo. Kwa hiyo roho yako ikisikia kuumia, ina maana moyo wako pia unaumia. Kwa hiyo ni kama vile inasafirisha kutoka kwenye moyo, ndio kiini cha kila kitu. Sijui kama nitakuwa nimejibu. Nimekusikia. Narudi kwa nimeona Sofia iko tayari, but ngoja kwanza nirudi kwa muuliza swali. Naona tunafika kwenye scenario ya yai na kuku. Nini? Muuliza swali da Josephine. Nimekuelewa vizuri kwamba unataka kujua tofauti kati ya moyo na roho. Umenielewa vizuri sana. Amen. Asante. Dada Sofia alikuwa anapiga makofi pale. Karibu, afu nitakuja kwa Bibi Feva. Kuna tofauti kati ya moyo na roho. Tofauti na alivyozungumza dada Mese pale. Amen. Tofauti inaweza ikawepo, lakini ni kidogo sana, kwa sababu roho ni pumzi ya ndani. Ni utu wa ndani ambao Mungu anaupulizia kwa mtu. Na ndio maana hata ukisoma hicho kitabu cha Danieli ambacho mwalimu alikuwa na kikoti sana. Sasa sijajua mwalimu yeye taji yake alikuwa anataka aseme nini. Kama akifundisha, kama alivyofundisha roho ya ubora, ukichukua hilo somo, yani unakuta kabisa kama vile Mungu anazungumzia skills. Kwa sababu roho ya ubora ni utendaji. Unafanya nini kwa ubora, unaombaje kwa ubora, unatoa kwa ubora, unafanya vile kwa ubora. Lakini moyo ni kama ni nafsi, kama hivyo sema ni nafsi ambayo ni nafsi na moyo ni vitu ambavyo vinaendana. Kwa hiyo moyo unaweza ukaamua kufanya kwa ubora au siamue, lakini roho ndio inayoenda kutenda, kwa sababu ni pumzi haya ambayo iko ndani. Kwa hiyo inasukuma toka ndani kufanya kitu, yani inaona kabisa kuwa hapa nimetoa lakini sijatoa kwa ubora. Ukisema moyo ni nafsi, ukisema moyo ni nafsi, unataka kuashiria kwamba roho si nafsi? Sasa unajua inategemea na mwalimu somo ameliwekaje. Lakini mwalimu alikuwa anafundisha kuhusu roho. Yes. Neno la moyo limekuja kwa muuliza swali. Okay. Kwa hiyo swali amesema nimesikia roho, lakini nafikiri inahusiana na moyo. Je, kuna tofauti? Ndio tunachotaka kudiscuss hapa. Yes, kuna tofauti kutokana na somo. Kwa sababu siwezi nikawa na moyo wa ubora, ila naweza nikawa na roho ya ubora katika kutenda, katika kupanga, katika kuchagua. Na vinaweza vikapishana hivyo, moyo ukawa bora na roho ikawa sio bora? Ndio. Okay. Hai, Baby Feva, umepata kidogo hapo kitu. Nikurudishe, nilikuwa nimekondoa kidogo iweze kuelewa vizuri swali. Sasa karibu Baby Feva, and then nitaenda kwa mwalimu. Baada ya kusikia kinavyokwenda, umesimama wapi sasa? Je, moyo ni tofauti na roho ni tofauti, ama ni kitu kile kile, ama ni vipi? Kwa sababu ni kitu kile, nafsi. Unaona? Nafsi na roho ni kitu kimoja. Kwa sababu inaanza, nafsi ndio inakupeleka katika moyo. Na moyo sasa ndio unakupeleka, kama ni kutoa, kama ni nini, ndio kinakupeleka kwenye ubora sasa. Safi. Ndio unakuwa na moyo bora. Amen. Ndivyo muelewa mwalimu. Amen. Asante sana. Sasa na ndugu zangu Houston, kumuuliza swali dada Josephine. Waliochangia wameashiria ulichokisikia na wametanguliza nafsi and then moyo kufuata. Kwa hiyo inaashiria kwamba ni vitu viwili tofauti, japo kuna mmoja amesema kwamba inategemea. Inaweza kuwa ni kitu kile kile. Tupo pamoja ama tumekupoteza kidogo? Tupo pamoja, lakini kama nimechanganyikiwa, yani nimechanganyikiwa. Yani nimechanganyikiwa kiasi kwamba maswali mengine ni vile tu muda utoshi, lakini nashukuru kwa kila mtu na mchango wake, lakini ni mix, yani ni vurugu fulani hivi ambayo ipo kichwani kwangu mpaka sasa. Amen. Hapo nashukuru yani kwa kupata uelewa kidogo. Najua ni kweli muda umetoa but nitaka make sure kwamba kuchanganya katika somo kicho kuchanganya kama matumizi ya lugha, na kama hivyo ndivyo
basi tukutane mwisho wa mwezi tulitanue zaidi. Kaka Jerry. Naam, nimkaribisha mwalimu. Samahani hapo kwa kuweka pending ya swali, kwa sababu mara nyingi nasikiaga utasikia moyo mtakatifu wa Yesu. Roho takatifu wa Yesu. Sasa juu yani kwa nini unatumiaga sana moyo? Moyo ni kama vile kitu cha yani ndani. Roho inahusiana na, ndio hapo ambapo na miss kitu. Yani kuna kitu na miss, japo nashukuru sana kwa majibu ya kila mtu. Amen. Najua changamoto yako ilipo na nataka niitendee haki, ndio maana nikasema kwamba tunaweza kulipack hili mpaka mwisho wa mwezi tulipatie muda mzuri zaidi. Japokuwa mwalimu ameniita hapo, nitamkaribisha mwalimu kwa dakika 2 kwa sababu ya muda, and then tutaangalia tunapoendelea. Karibu mwalimu. Asante sana. Na naomba nieleze kwa tafsiri ya kamusi ya Biblia inavyoeleza maana ya neno moyo. Inawezekana kuwa ni maisha ya mtu ya ndani ya mtu, yaani mtu mwenyewe jinsi alivyo. Unaweza kusoma kwenye 1 Samueli 16:17, Zaburi 22:26. Lakini naomba nieleze neno hili. Mara nyingine neno moyo hutumika kama neno lingine kama roho ya mtu. Naomba nieleze vizuri. Mara nyingine neno moyo hutumika kama neno lingine kama roho ya mtu wa ndani. Angalia katika Zaburi 51:10-17, Ezekieli 36:26. Moyo wa mtu mara nyingi huitwa undani wa mtu, nao ni laini ya mwalimu imeponyoka kidogo. Hebu niangalie kama naweza nikampata. Tuvumilie kidogo tu. Haupata juu kwamba laini yake imedrop. Wakati unamtafuta Kajeri nisome andiko moja hapo. Okay, subiri kidogo. Okay, mwalimu naona umerudi. Endelea. Asante. Nilikuwa ninaeleza maana ya moyo. Na nikaeleza tafsiri ya Biblia inavyoeleza. Hata ningekuja kwenye kamusi mtaona haya maneno yanaambatana. Nikasema hivi, maana ya neno ni maisha ya utu wa ndani wa mtu. Mara nyingine wanasema neno moyo hutumika kama neno lingine kwa roho ya mtu wa ndani. Ni mwanadamu, ni nia, ni nafsi ya ndani ya mtu. Hiki ni vitu viwili ambavyo viko ndani ya mwili wa mwanadamu na vinafanya kazi kwa undani pamoja. Ni vitu ambavyo hatuwezi kuvitenganisha. Ninaomba tutakapokuja kwenye maswali, nitakuja na mistari ya Biblia kama ile michache niliyoitaja. Mpaka sasa hivi nimeshaandika mistari kama 13 inapoelezea maana yake. Ni ufahamu wa ndani wa mtu ambao unafanya kazi kwa ndani sana. Ndio maana huyu dada anaeleza, anasema kuwa mtu mwenye moyo safi, anasema mtu mwenye roho safi. Ukisoma kwenye Mathayo mlango ule wa 5, utaona hapo anapoongea juu ya roho na moyo safi. Kwa sababu ya muda, nafikiri tumeshapitiliza muda. Ninaomba siku ile ya maswali nitakuja na hizi nikiwa nimeziandika vizuri sana. Context ya somo la leo ni kutumika ndani ya ubora wa Roho Mtakatifu, ya nguvu ya Mungu iliyowekwa ndani yako na kutembea nayo ijidhihirishe kwenye mwili. Amen. Kwa kile kitu ambacho Mungu ameachilia kwako. Na nikaeleza kusema kuna vitu 6 nilivyovitaja. Hivyo vitu usipokuwa nazo, ile roho bora itaondoka kwako. Na wapendwa, naomba niseme, nafikiri ukisoma kwenye Samuel mlango ule wa Samueli wa kwanza 16-14, unaona Samueli anapompaka Daudi mafuta, Roho wa Mungu anapoingia ndani yake, kwa sababu ya kiburi cha Sauli, roho mbaya iliingia ndani yake.
Maana yake ni nini? Sauli hakuwa na unyenyekevu, hakuwa na utiifu, hakuwa na uaminifu. Maana kwamba unapokuwa na vile vitu, roho njema, roho bora inatumika kwako. Ninaamini Mungu akitupa neema kwenye vipindi vya maswali na majibu, ili swali liwepo, alafu tuje na mistari, tuje na vifungu vya Biblia vinavyodhihirisha nguvu ya roho na nguvu ya mwili. Tutaona ni vitu ambavyo vinaambatana. Asanteni. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Amen, amen. Asante sana. Basi amen. Dada Josephine, tuweke agano kwamba tutapokutana kipindi chetu cha maswali na majibu cha dakika 90 wiki 3 zijazo, basi tutaanzia hapa. Ni somo zuri, ni question nzuri sana ambayo umeweza kulileta, ambao nafikiri nataka kupata muda mzuri kuweza kulitendea haki. Asante sana. Basi na katika hilo, na kwa sababu ya muda, na lazima kuweka nukta kwa siku ya leo. Nimshukuru tena mtumishi wa Mungu alifundisha somo hili, Mwalimu Glory Show kutoka pale Arusha, Kilimanjaro, Tanzania, kwa somo zuri kabisa ambalo ameweza kutuandalia. Nichukua nafasi kuwashukuru wote ambao tumeweza kwa mwanzo mpaka mwisho kwa siku ya leo. Lakini kabla sijarudi kwenye credit ya siku ya leo, naona mchungaji haiko katika nafasi ya kuzungumza. Nitamkaribisha mchungaji Mangesho, kama uko katika sehemu nzuri, utuongoze kwa declaration yetu ya outreach mwezi huu, and then tutatuisha kipindi kwa sala ya jioni. Mchungaji Mangesho, kama uko katika nafasi nzuri ya kuzungumza, karibu. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe, watumishi na wapendwa katika Bwana. Amen, amen, amen. Amen. Kwanza nimshukuru Mungu kwa Mwalimu Gloria kwa somo zuri kabisa, kwa kutuongoza vizuri katika ili somo la kuwa na roho bora, roho inampendeza Mungu. Mungu akubariki sana sana mtumishi wa Bwana Dada Gloria. Amen. Amen, amen, amen. Basi na wengine wote waliochangia, kumshukuru Mungu pia kwa Bible study. Kwa kweli Mungu awabariki wote. Basi tupende tuna mbele za Mungu tukapata kufanya ile declaration yetu mwezi wa 4, ambapo tunakwenda kupinga matumizi mabaya ya resources ambazo Mungu ametupatia, ikiwa ni mali, fedha, kipaji, muda wako, chochote kile ambacho Mungu amekupatia. Tunapinga matumizi mabaya katika nchi yako, katika state yako. Kwa hiyo basi hapo ulipo, naomba ukapate kwa mute mic yako ili tuweze kufanya declaration. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu, tunakuja mbele za uso wako Baba, tukipinga na kukataa roho zote zile ambazo Mungu zinasababisha watu wako kutumia mali zao vibaya, resources zao vibaya. Mungu, tunakwenda kuachilia ile hofu ya Mungu, kuwa na management nzuri Baba ya resources ambazo zilizotupatia Baba, katika kanisa, katika maisha yetu binafsi, katika nchi hii kwa ujumla. Mungu, tupe viongozi ambao Baba wanafocus kuokoa mali Baba, zitumike vizuri. Mungu, hata sisi wenyewe tuwezeshe Baba, tuweze kutumia hizi mali zetu vizuri kwa ajili ya utukufu wa jina lako Baba. Tunasema asante katika jina la Yesu. Amen, amen, amen. Haleluya. Baba, tunakushukuru kwa muda mzuri ambao Mungu tumekuwa nao katika kipindi cha Bible study. Baba, asante kwa mtumishi wako Gloria ambaye Mungu umemtumia kwa nguvu, kwa ushujaa, na kwa somo ambalo Mungu limekuja na upako, limekuja na anointing, limekuja na nguvu. Na Mungu, tunaomba Baba, ili neno lisirudi bure, likatende kazi katika nafsi zetu. Asante Baba kwa ajili ya watumishi kwa Bible study ambao Mungu kweli kabisa wanafanya kazi nzuri. Endelea Mungu kwa kuwawezesha katika huduma hii. Endelea Mungu kuwapa maono fresh kila wakati. Nikikushukuru kwa kila mmoja aliyeingia Bwana. Ninaomba Mungu ukapate kugusa, kulinda na kubariki. Na Mungu tunaomba Baba, ili neno likapate kuzaa matunda, tukapate kuwa na mioyo na roho ambayo Mungu inakutukuza wewe, roho ambazo ndizo bora mbele zako Baba. Ni katika jina lako takatifu tunakushukuru, na kila mwenye pumzi Bwana tuseme amen, amen, amen. 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 Amen, amen.
Asante sana mtumishi wa Mungu. Amen. Mchungaji Elisa Mangesho kwa kutuongoza katika declaration yetu ya outreach ya mwezi huu wa 4 pamoja na kutupa benediction ya siku ya leo. Dawati inachukua nafasi hii kuwashukuru kipekee kabisa wote ambao tumeweza kwa pamoja mwanzo mpaka mwisho. Sehemu ya pili na mwisho la somo letu hili zuri kabisa la roho bora, na of course mtumishi mwalimu Glory Show ambaye tutufundisha kwa siku ya leo. Nichukue nafasi kuwashukuru wale ambao walipata nafasi ya kuchangia ama kuuliza maswali kwa siku ya leo. Dada Josephine Kuyangana kutoka pale Houston, Texas, Bibi Favor wa Oregon, Dada Messi wa Connecticut, Sophia wa Florida, of course na mwalimu Glory Show katika majibu ambayo anatoa kutoka pale Arusha, na kaliposema benediction basi kwa imeongozwa na mtumishi wa Mungu Pastor Mangesho. Na nitakuwa na tangazo moja baada ya recording kuzima, naomba tusubiri kidogo. Basi kwa sasa naweza kusema kwamba kuisha kwa kipindi hiki ni mwendelezo wa vipindi vingine vinavyowajia kwa hisani na makanisa umoja. Kipindi chetu cha Bible Study kwa tena hewani wiki ijayo muda na wakati kama huu katika somo jipya. Kuwa standby kuweza kusikia tangazo hilo. Prayer line itakuwa hewani kama kawaida asubuhi saa 12 kupitia namba yetu ile ya prayer line. Tuwatakia amani ya Bwana, tukutane tena katika vipindi vijavyo.